Ndugu wananchi, uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema na kuwaletea maendeleo endelevu. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka mitano. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi, jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama kawaida kwa nchi zenye mfumo wa kidemokrasia hualika waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za kimataifa na kikanda kuja kushuhudia mchakato wa uchaguzi. Uwepo wao huongeza uhalali wa juhudi zetu za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya uwazi, haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi. Kutoka Afrika, tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na hao, tulikuwa na wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi, na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya tatu,
ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka 2000 wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: nawashukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu.